Jina langu ni Profesa Hassan Saleh Maganga ambaye ni mchunguzi na mchambuzi wa masuala mbalimbali. Leo nipo katika Mzizima TV katika kipindi cha Doria ya Dunia. Nitazungumzia mada inayohusu siku ya wafanyakazi duniani. Tarehe mosi mwezi wa 5 kila mwaka ni siku muhimu kwa Watanzania, kwa kuwa Watanzania wanaungana na watu wengine duniani kuadhimisha siku ya wafanyakazi duniani. Siku hii ni muhimu kutafakari masuala mbalimbali. Kwa leo nitazungumzia kwa tafakari maslahi ya wafanyakazi, haki na wajibu wa wafanyakazi, pia namna ya kupanua wigo wa ajira katika Tanzania. Maslahi ya wafanyakazi, serikali na mamlaka nyingine, kuna haja ya kuangalia namna ya kufanya maboresho kwa ajili ya kuboresha maslahi ya wafanyakazi. Maslahi ya wafanyakazi katika kada mbalimbali yamekuwa duni, hasa wafanyakazi wa kima cha kati na kima cha chini, hususan wafanyakazi wa sekta binafsi. Wafanyakazi hao ni wa makampuni ya ulinzi na wafanyakazi wa majumbani. Wafanyakazi wa makampuni ya ulinzi mengi, ambayo tuna utitiri wa makampuni ya ulinzi nchini, hayatoi ajira yenye tija kwa askari wetu wa jeshi la akiba na askari wetu wastaafu. Makampuni mengi ya ulinzi yanatoa malipo ya kima cha chini kabisa, ambayo hayakidhi hata mahitaji ya wale wafanyakazi ya kila siku na mwezi. Na hata hayo malipo duni, wakati mwingine wanaweza kukaa miezi 3, 4, 5 hawajalipwa, na wengine hawalipwi kabisa mpaka wanaacha kazi. Makampuni mengine ya ulinzi ajira yao ni ya ubabaishaji, hakuna uhakika wa ajira. Kwa hiyo ilikuwa natoa wito hasa kwa serikali kuyachunguza makampuni ya ulinzi, na makampuni mengine hayana sifa, hayana bima, kwa hiyo yamekuwa yakifanya ubabaishaji katika sekta hii ya ajira katika ulinzi wa sekta binafsi. Wafanyakazi wa majumbani walio wengi wanalipwa 50,000 kwa kila mwezi. Mimi binafsi nimefanya uchunguzi, baadhi wanalipwa 80,000. Lakini wafanyakazi wa majumbani wanafanya kazi masaa 24. Wale ambao wanaishi pale pale wanaadaiwa kwa kuitwa dada, na kama wale wa kiume wanaitwa kaka. Kwa hiyo anajisikia na yeye ni mwanafamilia, lakini anafanya kazi masaa 24 na hapumziki. Lakini malipo wanayolipwa ni duni sana, na maisha yao ni duni. Wanaishiwa tu kupata viatu na nguo za kuvaa, na baadaye kama ni wasichana wanapata ujauzito, wanarejeshwa makwao. Ni kama wavulana baadaye wanaondoka na kuingia mtaani na kuwa vijana wa mtaani. Kwa kuna haja serikali angalie upya maslahi ya wafanyakazi wa majumbani na maslahi ya wafanyakazi wa makampuni ya ulinzi. Pili, haki na wajibu wa wafanyakazi. Wafanyakazi walio wengi katika serikali ya awamu ya 6 hawajibiki ipasavyo, hawaji makazini kwa wakati, wanakuja makazini kwa muda wanaotaka mwenyewe. Unakwenda ofisini unakuta mfanyakazi ameenda kupata lunch makuli, anaweza kukaa huko masaa 2, anaweza kurudi ofisini ama kazini, ama asirejee kabisa akaondoka moja kwa moja kwenda nyumbani. Kwa hiyo natoa wito kwa serikali, kuna haja ya kuangalia wajibu wa wafanyakazi. Haki za wafanyakazi. Haki za wafanyakazi ambazo nazungumzia leo ni haki ya kulipa kodi. Kwa mujibu wa mfumo wa kodi wa sasa, kodi tunalipa kupitia mifumo ya manunuzi ya huduma ama bidhaa. Kinunua bidhaa ama huduma, umeshalipa kodi moja kwa moja. Lakini wafanyakazi hawatendewi haki, kwamba wao wanapata mishahara yao wanakatwa kodi, na wakienda kununua bidhaa ama huduma nayo wanakatwa kodi. Kwa hiyo wanalipa kodi mara mbili. Kwa hiyo hatuwatendei haki. Mifumo hii ni ya kizamani, kabla ya kugundulika sarafu, kabla ya kugundulika noti.
ndio kulikuwa na mifumo, na baada ya kugundulika sarafu na noti kulikuwa na mfumo wa michango. Serikali inaendeshwa kwa michango, watu wanachangia fedha, na wakati ule wa barter trade wananchi walikuwa wanamchangia mfalme ama chifu. Kwetu kusini kwetu tunaitwa mwinyi au mwenye, maeneo ya pwani wanaitwa mwinyi, tunaita mwenye. Alikuwa anachangiwa, anapewa mifugo, mazao ama kwenda kulimiwa mashambani kwao. Lakini mfumo wa leo, watumishi wa umma wakiwemo mfalme ama rais analipwa kutokana na kodi na vyanzo vingine vya mapato, na kodi inalipwa kwa mfumo wa manunuzi ya huduma ama bidhaa. Huyu muuza bidhaa na huduma ni wakala wa kodi. Tunalipa kodi sisi wananchi. Kwa kuna haja ya serikali kuangalia upya sera na sheria ambayo inasababisha wafanyakazi wanakatwa kodi katika mishahara yao. Tatu, nazungumzia ama natoa maoni namna ya kupanua wigo wa ajira. Kwanza tutazungumzia kupanua wigo wa ajira katika kada 6. Kada hizo ni kada ya siasa na utawala. Kada ya siasa na utawala napendekeza kwamba wenye viti wa serikali za mitaa, wenye viti wa vijana, wenye viti wa vitongoji, hawa wote waajiriwe. Tutakuwa tumepanua wigo wa ajira kama baada ya miaka 5 wawe wanastaafu, wanapata kinua mgongo, kila mwisho wa mwezi wao wanapata mishahara, wanapata marupurupu, wanapata posho, ili kuboresha maisha yao. Hao ni watumishi kama watumishi wengine. Na tukiangalia wenye viti wa serikali za mitaa, ukiwajumlisha wenye viti wa vijiji na wenye viti wa vitongoji na polisi, askari polisi ni wengi kuliko hawa, lakini polisi wote imewezekana kuwaajiri. Na kama kodi haitoshi, serikali ina haki ya kuongeza kodi. Sisi tutalipa kodi ili hao watu waajiriwe, waishi maisha bora. Kwa kuna haja serikali iangalie namna ya kupanua wigo wa ajira katika kada ya siasa na utawala kwa kuwaajiri wenye viti wa serikali za mitaa, wenye viti wa vijiji na wenye viti wa vitongoji nchi nzima. Kada ya pili ni kada ya usafi wa mazingira. Mfumo wa sasa hivi, serikali imeingia mkataba na makampuni binafsi ya kufanya usafi wa mazingira katika mitaa yetu na barabara zetu. Lakini makampuni haya hayatoi ajira yenye tija. Pia inafanya uonevu kwa mujibu wa mkataba kwamba wao wapewe fedha na serikali, badala yake wanakusanya mapato kutoka majumbani na katika maduka na katika maeneo mengine ya biashara ikiwemo masokoni. Hawa wafanyabiashara wanakuwa wameshalipa kodi tayari, kwenda kuwatoza fedha zingine ni uonevu. Pili, makampuni haya hayatoi ajira yenye tija inayostahili. Wafanyakazi wanaofanya kazi ya usafi kwenye makampuni haya, ajira zao hazieleweki kama wameajiriwa ama ni vibarua. Lakini pia malipo wanaolipwa kwa ajili ya Dar es Salaam, wanalipwa kwa siku shilingi 5,000 ni sawa na 150,000 kwa mwezi. Fedha ambayo haikizi hata mahitaji ya lazima ya siku na mahitaji ya lazima ya mwezi. Kwa namna hii hatuwezi kuboresha maisha ya watu wetu. Na vijana wengi sasa hivi hawaoi kwa sababu moja ya sababu kubwa, hawana ajira ya uhakika, hawana mitaji ya kuweza kufanya biashara na kuweza kuishi na familia. Kwa serikali na ishauri kuna haja ya kuangalia upya sera na sheria, kwa sasa anashauri serikali iweke mfumo wa kutoa ruzuku kwa halmashauri ili iweze kuwaajiri watu kufanya usafi wa mazingira katika mitaa yetu na barabara zetu, na sisi wananchi ni wajibu wetu kulipa kodi. Kama kodi haitoshi, serikali ina haki ya kuongeza kodi. Kada ya tatu ni kada ya afya. Kada hii ni kada ambayo inatoa ajira ya uhakika, lakini kuna upungufu kidogo wa ajira, kwamba mfumo wa hivi sasa serikali pia inatoa zabuni ya ulinzi kwa makampuni ya binafsi kulinda katika zahanati zetu za serikali, vituo vya afya vya serikali na hospitali za serikali. Serikali pia inatoa zabuni ya usafi kwenye makampuni kufanya usafi katika zahanati zetu za serikali, vituo vya afya vya serikali na hospitali za serikali. Serikali pia haina wapishi. Kwa hiyo nilikuwa natoa wito serikali, kuna haja ya kuangalia upya sera na sheria kwamba katika zahanati, vituo vya afya na hospitali za serikali walinzi waajiriwe moja kwa moja na serikali, watu wa usafi waajiriwe na wapishi waajiriwe kama walivyoajiriwa wauguzi
na madaktari. Tukumbuke kwa mfano Muhimbili pale unaweza kukuta kampuni ya ulinzi ambayo imepewa zabuni ya ulinzi pale, hazina inatoka 1,200,000 kwa kila mlinzi. Kwa kuna uwezekano pale katika 1,200,000 mezani pale Muhimbili inabaki 500,000. Kampuni ya ulinzi inachukua 700,000. Mlinzi analipwa 180,000. Na kampuni ya ulinzi kuna uwezekano walipi kodi. Kodi wanalipa tu mwaka ambao karibu na uchaguzi, na wanatoa mchango mkubwa kwa mgombea wa chama tawala ili kujikinga na mabadiliko ya utawala, kwamba asije kushughulikiwa kwamba alikwepa kodi kwa miaka iliyopita. Sasa kama tungeweka mfumo wa kisera na kisheria kwamba serikali iwaajiri walinzi moja kwa moja, hazina ingetoa tu 500,000, tungeokoa 700,000 na tungekuwa tumepanua wigo wa ajira katika sekta hii ya afya na kada ya afya. Kada ya 4 ambayo katika nchi yetu tunahitaji kufanyia maboresho ya kupanua wigo wa ajira ni kada ya elimu. Kuna haja ya kuangalia maslahi ya walimu. Walimu ni muhimu sana, ndio msingi wa ustaarabu na maendeleo ya nchi yetu. Walimu ndio msingi wa wanasiasa na wanataaluma wote kwa ujumla. Kwa kuna haja ya kuangalia ubora wa ajira na ujira katika sekta za umma na sekta binafsi. Lakini pia tuondoe kero katika kada ya elimu, kwamba sasa hivi serikali imeshindwa kuwaajiri walinzi katika shule za msingi na shule za sekondari za kata. Kuna mfumo, wanafunzi wanalazimika kwenda na 400 kila siku ama 500 kwa ajili ya kuchangia ulinzi. Kuna haja serikali waajiri walinzi moja kwa moja katika shule zetu za msingi na shule za sekondari ili kupanua wigo wa ajira na kuondoa kero kwa wazazi ya kutoa 400 ama 500 kila siku kwa ajili ya kuchangia ulinzi. Serikali kama kodi haitoshi, kuna haja ya kuongeza kodi, ni haki yao. Tuondoe aibu hii. Tumetangaza dhana ya elimu bure, elimu ya msingi na elimu ya sekondari bure. Sasa wazazi wanapolazimika kila siku kutoa fedha kwa ajili ya kuchangia ulinzi, inakuwa haina maana ya elimu bure. Ni sawa na mke wako kila siku unamtongoza na kumuonga, na wewe ulilipa mahali na umeozeshwa. Kwa hiyo kuna haja serikali iangalie upya namna ya kupanua wigo wa ajira katika kada ya elimu. Kwa sasa walinzi waajiriwe na wapishi waajiriwe. Swala la usafi, hakuna haja ya kuajiri watu wa usafi katika shule zetu za msingi na shule za sekondari, kwa sababu wanafunzi wenyewe moja ya wajibu wao wanafanya usafi asubuhi kabla ya kukaa mstarini na kuingia madarasani. Kada ya 5 ni kada ya ulinzi na usalama. Baadhi yenu mtakumbuka nchi yetu tunao utaratibu na kawaida ya kila mwaka tunatoa mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa, tunatoa mafunzo ya Jeshi la Ngambo. Jeshi la Kujenga Taifa ni kamandi ya 4 ya Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania. Jeshi la Ngambo ni kamandi ya 5 ambayo inaitwa ni kamandi ya Jeshi la Akiba. Lakini wengi wanakuwa mtaani wanazagaa. Baadhi wanapata ajira ya ubabaishaji katika makampuni ya ulinzi, makampuni uchwala ya ulinzi. Kwa hiyo ni jambo la hatari kwa serikali kutoa mafunzo ya ulinzi kwa watu wengi wakazagaa mtaani. Kwa hiyo nilikuwa naomba na kushauri pia, nimepata maono na maoni yafuatayo, kwamba Jeshi la Kujenga Taifa na Jeshi la Mgambo pamoja na Jeshi la Zimamoto na Uokoaji liunganishwe kuwa jeshi moja na jina lake liitwe ni Jeshi la Mgambo wa Tanzania, JMTZ. Jeshi ambalo litakuwa na majukumu yafuatayo kwa vikosi kazi. Kutakuwa na kikosi kazi cha walimaji wa umma. Tukumbuke jeshi lenyewe litakuwa ni jeshi la akiba na ajira kwa umma. Kikosi kazi cha walimaji wa umma, majukumu yao itakuwa ni kilimo cha umwagiliaji. Watakuwa pia na viwanda vya kusindika matunda na nafaka. Tutakuwa tumewatoa watoto vijana na watoto wetu mtaani, tayari watakuwa wamejiajiri wenyewe. Serikali itawekeza mtaji kidogo tu, lakini baadaye jeshi hili litakuwa linajitegemea kiuchumi. Kikosi cha pili ni kikosi kazi cha wavunaji wa umma. Kikosi hiki majukumu yake ni kuvua samaki na kuwinda. Watakuwa pia na viwanda vya kusindika
Wanyamapori watakuwa na viwanda vya kusindika samaki, tunauza ndani na nje ya nchi. Tayari vijana wetu na watoto wetu tutakuwa tunawatoa mitaani, wamepata ajira ya uhakika. Kikosi cha tatu ni kikosi kazi cha wafugaji. Watakuwa wanafuga mifugo ya kisasa, watakuwa pia na viwanda vya kusindika nyama, tunauza ndani na nje ya nchi. Tayari vijana wetu na watoto wetu tunawatoa vijiweni na mitaani, watakuwa na ajira ya uhakika. Kikosi cha nne ni kikosi kazi cha wagawaji wa umma. Kikosi hiki majukumu yao watakuwa ni kununua na kuuza bidhaa mbalimbali. Tayari vijana wetu na watoto wetu tunawatoa mitaani na vijiweni, watakuwa na ajira ya uhakika. Kikosi cha tano ni kikosi kazi cha mafundi wa umma. Kikosi hiki watakuwa na miliki karakana na gereji za jeshi, kwamba hata zabuni ya kukarabati na kutengeneza mitambo yetu tutakuwa tunawapa hawa magari ya serikali, meli za serikali, ndege. Tutakuwa na mafundi mbalimbali, mafundi wa teknolojia, makompyuta, simu, watakuwa wanatengeneza rada, satellite, watakuwa wanatengeneza. Tayari vijana wetu na watoto wetu tunawatoa mitaani na vijiweni, watakuwa na ajira ya uhakika. Kikosi cha sita ni kikosi kazi cha majanga ya umma. Ndio maana nilisema kwamba kuna haja hata jeshi la zimamoto na uokoaji linaunganishwa. Kikosi hiki ni kwa ajili ya uokoaji wa majanga mbalimbali, majanga ya baharini, majanga ya nchi kavu, ajali za barabarani, ajali za majini, tutakuwa na wataalamu wa uokoaji, ajali za angani. Lakini kwa kuwa majanga haya ikiwemo majanga ya vimbunga, mafuriko hayatokei mara kwa mara, hatuwezi kuwaacha wakae maofisini tukawa tunawalipa fedha kila mwisho wa mwezi. Tunayo majanga ya kila siku. Hao ndio watakuwa wanafagia mitaa yetu na barabara zetu. Tayari vijana wetu tutakuwa tunawatoa vijiweni na mitaani, watakuwa wamepata ajira ya uhakika. Kikosi cha saba ni kikosi cha waganga wa umma. Kikosi hiki kitakuwa na zahanati, vituo vya afya na hospitali za kijeshi. Kwa tutakuwa na waganga na wauguzi. Watakuwa pia na viwanda vya kutengeneza madawa kwa ajili ya matibabu, madawa kwa ajili ya kilimo. Kwa tutakuwa tayari vijana wetu na watoto wetu tunawatoa mitaani, watakuwa na ajira ya uhakika. Na pia wakati unapotokea mgomo wa wafanyakazi wa sekta ya afya, sekta ya umma, wafanyakazi wa serikali, waganga na wauguzi, wakati tunafanya mazungumzo ya maridhiano, basi nafasi zao zitakuwa zinachukuliwa na hao kwa muda wakati wale wamegoma. Kikosi cha nane ni kikosi kazi cha wajanja. Hiki nimekipa jina ya wajanja maana kikosi cha mafunzo. Kikosi kitakuwa na shule na vyuo vya kijeshi, kama vile shule ambazo zinamilikiwa na jeshi au jeshi la kujenga taifa. Tutakuwa na walimu pia wanafundisha, tunakuwa na shule zenye ubora. Tayari tutakuwa na kikosi cha mafunzo hata ya kijeshi. Wakufunzi wa kijeshi watatoka humo, wakufunzi mbalimbali, wafani mbalimbali watakuwa humo, wa shule na vyuo na taaluma mbalimbali. Pia wakati unapotokea mgomo katika vyuo na shule za serikali, walimu wamegoma, tunao walimu wa akiba watakuwa wanafundisha shule za serikali wakati tunafanya mazungumzo ya maridhiano na walimu ambao wamegoma katika shule na vyuo vya serikali. Kikosi cha tisa ni kikosi cha majengo ya umma. Kikosi hiki kitakuwa na wataalamu na wahandisi mbalimbali wa ujenzi wa majengo, barabara na miundombinu mbalimbali. Hata zabuni ya kujenga miundombinu ya umma na majengo ya umma watakuwa wanapewa kipaumbele. Tutakuwa na wataalamu wa kuweza kujenga reli, barabara, majengo mbalimbali, mahandaki. Kutatoa wataalamu humu. Tukumbuke wakati imetokea vita Irani, dunia tuna haja ya kujifunza, hasa ujenzi wa miundombinu. Lazima tuwe na ikulu chini ya ardhi, mahandaki, na wajenzi wawe na raia wetu. Hatuwezi kutoa zabuni ya kujenga mahandaki ya kijeshi asili au viwanda vya asili vya kijeshi kwa watu wa nje, makampuni ya nje. Watu wetu ndio wajenge, tuwe na wataalamu hawa. Wanajenga ikulu, tuna ikulu ile, tuna ikulu ya akiba handaki chini ya ardhi. Tuna makambi ya jeshi haya wazi, tuna makambi mengine chini ya ardhi. Kwa mfano tuna TBC ile pale, lakini tuna TBC nyingine ofisi chini ya ardhi. Ikitokea vita imelipuliwa ile,
matangazo yanaendelea. Kwa hiyo maadui wajue kama ilivyo Irani kwa sasa. Kwa hiyo vita ile tuna haja ya kujifunza. Kutuwe na wataalamu wa kikosi hiki. Watakuwa wanatumika kujenga miundombinu ya umma. Kikosi cha 10 na cha mwisho ni kikosi cha malindo ya umma. Kikosi hiki tutakuwa na walinzi ambao katika taasisi za umma wao ndio watakuwa wanalinda pale benki. Hakuna haja ya kuweka kampuni ya serikali mlinzi analinda. Na tutakuwa tunawapunguzia kazi jeshi la polisi, watakuwa kazi yao ni kushughulika na usalama wa raia na mali zao. Bodyguard kwa viongozi, kwa serikali, kufanya upelelezi kwa watuhumiwa, na usalama barabarani na kutuliza ghasia. Lakini swala la malindo kwenye taasisi za umma, mabenki ya serikali ambayo ya mashirika ya umma, kikosi hiki watalinda. Serikali yenyewe ipanue wigo wa ajira. Kwa kufanya hivi tutakuwa tumepanua wigo wa ajira, tutakuwa tumeimarisha usalama katika nchi yetu, na uongozi bado utaendelea kwamba jeshi la akiba na ajira kwa umma ambao ni jeshi la ngambo la Tanzania ambalo napendekeza liunganishwe jeshi la kujenga taifa, jeshi la ngambo na jeshi la zimamoto, itakuwa ni kamandi ya jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania. Tujifunze kwa mataifa mengine ambayo waliunda majeshi mbalimbali, jeshi moja likaasi yakawa yanapigana yenyewe kwa yenyewe, kama vile Sudani. Hali inavyoendelea hivi sasa, tumeona raia wasiokuwa na hatia wanateseka, wanauawa. Kwa hiyo napendekeza serikali iweze kuchukua haya ambayo yataonekana mazuri. Baada ya kusema haya, nawapongeza wafanyakazi wa Tanzania kwa kuadhimisha leo tarehe 1 mwezi wa 5 siku ya wafanyakazi duniani kama wanavyoadhimisha wafanyakazi wa mataifa mengine duniani. Asanteni sana kwa kunisikiliza.